Kwa upande wa wilaya ya halmashauri ya Gairo tayari tumeshaanza kutekeleza kilimo cha zao la tumbaku, lakini licha ya kulima zao la tumbaku, kwa sababu kuna tumbaku huwa inalimwa ni lazima ikaushwe ili ifikie kiwango ambacho kinatakiwa sokoni. Kwa hiyo sasa kwa upande wa wilaya ya Gairo tayari tumekuja na teknolojia mpya ambayo ni teknolojia ya kukausha tumbaku kwa kutumia jua badala ya kutumia kuni. Hii teknolojia ni bora zaidi kwa sababu kwanza ni rafiki ya mazingira, vile inamrahisishia mkulima na mpunguzia gharama kwa mkulima mdogo, kwa sababu yenyewe inaongoza tu gharama ya kutengeneza mabani kama mnavyoona hivi. So hili ni bani ambalo limechukua takriban tuseme ni nguzo 10 ukijumlisha na huko juu gharama yake ili bani ukilikadiria zaidi halifikia hata 1 namna ya utekelezaji wake. Kwa ukiangalia hili ni mmoja wapo ya mfano, lakini kwa upande sisi kama Wanagairo mabani yetu mara nyingi yanakuwa na kipimo cha 4:8, lakini hili lina 2:4 kwa ajili ya kuonyesha kwamba sisi wakulima wa Gairo tayari tumeshaanza kutekeleza mfumo. Kwa maana hiyo mkulima linamrahisisha, kwa sababu akishajitengeneza anaweza akatumia msimu huu alionao wa kilimo, lakini baada ya hapo anaweza akalitunza. Kwa mfano kama umetumia mirunda ambayo iko imara, unaweza ukatumia zaidi ya mwaka mmoja au miaka mitatu. Kwa hiyo mkulima akishajenga msimu mmoja ana uwezo wa kutumia misimu mitatu, ambao kitu ambacho mkulima sasa pale kwenye gharama za ujenzi wa bani kwenye msimu, kwa mfano kama mwaka huu amejenga, msimu unaokuja hata usika tena kununua mirunda, maana hata atatumia ile bani ambayo amelitengeneza kwa ajili ya kukausha. Teknolojia hii ya kukausha kwa jua ni teknolojia ambayo ni rafiki kwa mazingira, kwa sababu haihusishi ukataji wa miti ovyo kwa maana ya kutumia kuni. Kwa sababu hii inahusisha ukishajenga bani, maana yake tayari imeshamaliza. Inatumia miti michache, kwa sababu haihusishi, kwa sababu ukilinganisha na ile ya kukausha kwa kutumia kuni, kwanza mkulima anakuwa na changamoto licha ya mazingira, hata mkulima kiafya inakuwa ni risk, kwa sababu ina involve moshi utoke ili kutengeneza, kwa sababu unachochea moto. Lakini hii mkulima akishaweka tu hivi amemaliza, maana yake akiweka jua lenyewe atakuwa na regulate. Maana yake tunachofanya kwenye hili bani kwamba akiweka tumbaku yake hapa, anachofanya anafanya regulation ya temperature, kwa maana yake atakuwa anapandisha nylon likiwa bado ni bichi kama namna hii, maana yake bani linatakiwa likae kidogo, ipandishwe kidogo. Lakini kadri tumbaku inavyozidi kukauka, kwa maana hii bani sasa ile nylon itakuwa inashushwa taratibu mpaka chini. Kwa nini tunashusha? Kwa nini tuna regulate temperature? Kwa sababu tunasema tumbaku ni kama mmea mwingine. Ili tumbaku ikauke vizuri, mara nyingi huwa inaanza kuchange color kutoka kwenye color ya kawaida ya kijani inaenda yellow. Ikishatoka kwenye yellow, kwa maana hapa tuna majani mbalimbali, tunaweza tukaona kwamba kwa mfano ukiangalia haya majani, kuna hii hapa ambayo ni yellow, tayari hii imeshaanza kuonekana kwamba tayari ni tumbaku ambayo inaelekea ni njano ambayo inaelekea kwenda kukauka. Lakini ukiwa kwenye step lazima ile bani huwa tunasema ile nylon tuipandishe kidogo kwa ajili ya kuruhusu circulation ya hewa. So tukiforce moja kwa moja, maana yake tutapoteza ubora wa hewa. Kinachofanyika kadri inavyoenda, kwa maana utakuwa na regulate. Kwa mfano tumbaku ikifikia hatua hii, ni lazima kidogo ushushe nylon chini. Kwa sababu gani? Kwa nini tunashusha? Tunashusha kwa lengo moja. Huwa tunasema hili ni jani, kwa hiyo linachofanya linakauka pembeni, lakini hapa kwenye mgongo itakuwa bado halijakauka. Ili kukausha vizuri mgongo, ni lazima nylon ushushe mpaka chini, ili kwa ajili ya kutengeneza ile temperature ambayo inaweza ikasababisha huu mgongo ukauke ile katika ubora wake ambao unaotakiwa. Kama kwa mfano kama hapa unapo ukiangalia, ukichukua hili jani na hili ambao bado halijakauka vizuri, unaweza kulinganisha kwamba hili hapa tayari mgongo umeshakauka, au hili hapa mgongo wake bado hujakauka. Kwa hiyo tunahitaji kidogo temperature ili likauke vizuri, ni lazima kushusha nylon mpaka chini ili kutoruhusu hewa ingie ndani, ili kuweza kukausha huu mgongo, ili kutengeneza tumbaku ulio bora. Kushusha mpaka chini ili kwa ajili ya kutengeneza ile temperature ambayo inaweza ikasababisha huu mgongo ukauke tumbaku ile katika ubora wake ambao unaotakiwa. Kama kwa mfano kama hapa unapo ukiangalia, ukichukua hili jani na hili ambao bado halijakauka vizuri, unaweza kulinganisha kwamba hili hapa tayari mgongo umeshakauka, au hili hapa mgongo wake bado hujakauka. Kwa hiyo tunahitaji kidogo temperature ili likauke vizuri, ni lazima kushusha nylon mpaka chini ili kutoruhusu hewa ingie ndani, ili kuweza kukausha huu mgongo, ili kutengeneza tumbaku ulio bora. Kwa maana hiyo sisi Wanagairo tunawakaribisha sana wadau mbalimbali ambao mmeona fursa, kwa sisi tuna fursa tayari ya tumbaku ambao sisi kwa upande wetu Wanagairo tunaita ni kijani.
dhahabu ya kijani. Kwa nini dhahabu ya kijani? Kwa sababu ni zao ambalo unalima kidogo lakini unaenda kuvuna kingi na unapata hela nzuri ambayo ina bei nzuri, ambayo linaweza likamtoa mkulima, anaweza kalima vile vile, anaweza akaenda kuuza sokoni akapata hela, akamsaidia kujenga nyumba, kubadilisha maisha alionayo na kusomesha watoto shule. Kwa maana zao la tumbaku ni fursa tu. Karibuni sana wilaya ya Gairo na karibuni pia halmashauri ya wilaya ya Gairo katika mabanda yetu yaliyoko hapa 88 kwa ajili ya kujifunza hii teknolojia na kuonyesha kwa jua.